Yanga wamemwona mrithi wa Stefan Aziz Ki na Clatous Chota Chama ni huyu. Yeye ametoa ahadi yake ya kusema kwamba bado ndo kwanza, yani kama Dumbi ambaye mlikuwa mnamsikia ama mnamuona sasa hivi na mnasema ana moto kweli kweli, yeye mwenyewe anakuambia ndo kwanza wa 50%, yani ndo kwanza hajafikia pale ambapo anajijua yeye, na hajabakisha muda mwingi sana kumfikia yule Dumbi ambaye sisi pengine tulikuwa tunamjua na mpaka Yanga ameshawishika kumleta hapa katika timu yao ya Young Africa. Hayo ni maneno ya mchezaji mwenyewe. Wakati huo ushindani unaonesha ni umekuwa mkubwa zaidi, sio wao tu, hata majirani zao ya Simba nao malalamiko yamekuwa mengi kuhusiana na ukimya wa viongozi katika namna ambavyo wapo katika njia gani za kumpata mwalimu bora ambaye atakuja kurithi mikoba ya mwalimu Fadlu Davis. Ahmed amelijibia ile kusema kwamba katika kitu ambacho viongozi hawajawahi kukurupuka ni kufanya maamuzi ya kumleta mwalimu sahihi ambaye atakuja kuwapa kitu kizuri na bora zaidi katika timu yao. Juma, unaamini Simba na zile CV 200 300 ambazo zinawasilishwa, maombi ambayo tunasikia, unaamini mwalimu ambaye wanamhitaji sasa hivi ni wa muda mrefu, yani wa kukaa naye project ya muda mrefu, ama wanahitaji mwalimu wa kumpa project moja tu ya ubingwa ambao wao wanautamani kuupata? Kwanza timu zetu hazina desturi ya kuwa na walimu kwa muda mrefu zaidi. Kwa maana ya kwamba hofu, lakini angalia timu zote hizi, ukiangalia Romain Folz, ukiangalia mkataba wake inawezekana ukawa ni mwaka mmoja, umezidi sana miaka miwili. Ukiangalia Fadlu Davis, mkataba wake naye pia ulikuwa ni mwaka mmoja, lakini baada ya kufanya vizuri zaidi ilibidi akae chini tena na viongozi wa klabu ya Simba kwa ajili ya kwenda kumboreshea zaidi mkataba pamoja na kumuongezea maslahi mazuri. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande wa timu zetu bado hazijawa na uhakika zaidi na hao walimu ambao mara nyingi wamekuwa wanafanya nao kazi. Lakini kihistoria pia kuna walimu ambao hawawezi kudumu kwenye upande wa klabu moja kwa zaidi ya miaka miwili ama mwaka mmoja. Kwa hiyo nao pia wage inachangia, na ndio maana project zetu nyingi zinakuwa hazifiki pale ambapo sisi tunapopahitaji zaidi. Ukiangalia Simba project yao kwa Fadlu Davis pengine ilikuwa inawezekana walikuwa wamelenga iwe ya muda mrefu zaidi, na ndio maana baada ya kumalizika kwa msimu na walienda kukaa naye tena chini kwa ajili ya kwenda kumboreshea maslahi pamoja na kumuongezea kandarasi nyingine, lakini ilikuwa ni tofauti. Kitu ambacho viongozi walichokuwa nakiwaza na mwalimu vilikuwa ni vitu viwili tofauti zaidi. Fadlu, taarifa rasmi imetoka nadhani ilikuwa ni Jumanne, si ndio? Lakini kufikia mpaka jana usiku, kwa mujibu wa mwenyekiti wa klabu ya Simba Bwana Murtaza Mangungu, alizungumza akasema kwamba tayari CV 400 zishatumwa za zimefikia 400 makocha. Yes. Kwa hiyo ukiangalia kwenye bara la Afrika unaona kabisa kwamba kuna makocha wengi ambao wana ajira. Sisi anacheka, nakumbuka kauli yake anasema ni kweli, yeye alikubali. Anasema ni kweli zinaweza zikawa 400, 200, 300. Lakini kama walimu wa sasa hivi tu wa ndani hapa kama kina Ahmed Morocco wenyewe wana CV kubwa, wana tayari wana vyeti, ina maana pengine ni hapa tu. Sio wingi. Sio wingi, wametokea wapi? Ni quality. Sawa, Juma, endelea. Kwa hiyo CV 400 mpaka sasa hivi zishatumwa. Kwa hiyo viongozi wana jukumu moja hapo kubwa kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kuzichakata zile CV ili kwenda kumpata kama namuona Magori hapo mwenyekiti. Kwa sababu hata mwenyewe nadhani ukipewa hilo jukumu la kwenda kuwachakata walimu 400 umpate mmoja kai na unaweza ukazimia. Kwa hiyo ni viongozi wa Simba wanajaribu kuweza kutengeneza umakini na kuangalia ni mwalimu gani ambaye anaweza akawa na falsafa ambayo inayoendana na klabu yao. Unajua uzuri hizi Simba na Yanga tayari zimeshajitengenezea identity. Kwa hiyo mwalimu anayeenda pale haijalishi kama alivyozungumza Sistinho nadhani kama siku 3 kwamba yeye sio muumini wa mwalimu anayekuja kwamba ameshinda mataji mangapi, si ndio? Timu gani kaitoa kwenda sehemu fulani, lakini kama mwalimu atakuwa anaendana na falsafa ya timu basi inawezekana ikawa ni jambo zuri zaidi. Timu ina falsafa. Simba. Kwa kauli ya Ahmed Ali pia ningetamani nisikie ama tulizungumza ili imenishtua ama imenifanya nitamani kufahamu zaidi. Amesema kwamba katika timu ambazo zinaongoza kuleta walimu wazuri zaidi Tanzania ni Simba. Unakubaliana nalo kwa asilimia ngapi? Kwa asilimia zaidi ya 80, kwa sababu mifano iko wazi. Sven van der Beek alipotoka Simba alienda wapi? Morocco. Yes. Benchika alipotoka Simba alienda wapi? Alipotoka huko kaskazini, si ndio? Algeria. Fadlu ametoka Simba ameenda wapi? Ameenda huko Mwida. Huyo alikuwa Muhispaniola alitoka Madrid anaitwa nani? Pablo. Alipotoka Simba alienda wapi? Huko. Kwa hiyo inakupa nini kwamba hizi timu zina scout makocha nani ule kama Chuck Norris nani ule?
Yes, of course. Kipindi na Patrick Ausems naye alivyotoka hapa alienda. Ausems alienda Ubelgiji kupumzika kwanza. Of course anamzungumzia Darosa. Kwa hiyo pool yote ya makocha unaona ni kwamba walifanya Simba kama njia panda fulani hivi. Yaani Simba ina scout kutoka Mavumbeni, wanapita hapa, ni kama dhahabu umetoka kuichimba ardhini, unaenda kuirefine, afu ukishasafishwa ndio sasa wafanyabiashara wanaiona. Kwa hiyo ndio kitu ambacho au soko la mpira wa Tanzania lilivyofanywa. Sio Simba tu. Kwa wachezaji sasa hivi, wachezaji wengi sasa hivi kutoka Afrika Magharibi wanakuja hapa kusafishwa, wanaenda kwenye timu zingine kubwa zaidi. Kwa hiyo Simba wakisema hivyo wana fact kwamba sisi ni pool nzuri ya kutafuta kuscout makocha wazuri na kuwapeleka duniani. Sawa, kunako barani Ulaya mambo yamezidi kuwa mengi, mambo yamezidi kuwa maresh, na tukiangalia weekend hii ni Madrid derby ambayo tunaisubiri kwa hamu kubwa. Atletico Madrid wakiwatarajia kuwakaribisha majirani zao Real Madrid, ambao ni mchezo wenye hisia kubwa zaidi za watu. Mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa zaidi na watu wengi. Juma? Naam. Na ni miongoni mwao? Yes, mmoja kati ya mechi nzuri sana ambayo kila mmoja atatamani kuweza kuiona, lakini kesho mechi imekaa kimtego kwa sababu mechi zitakuwa ni mbili, si ndio? Yeah. Young Africans nao jioni pia watakuwa na mechi yao, Madrid nao pamoja na Atletico nao pia watakuwa na mechi yao zaidi. Unajua kwenye hizi mechi mara nyingi zimekuwa hazitabiriki, lakini kwa msimu kama kidogo inawezekana ikawa inatabirika zaidi kutokana na performance ambayo hairidhishi zaidi kwa upande wa Atletico Madrid katika michezo 6 ambayo wamefanikiwa kuweza kuicheza, wamekusanya pointi 8 tu pekee, lakini hata ukiangalia kwenye lesho wa wafungaji bora amebaki Julian Alves pekee mwenye magoli 8, lakini mwenye magoli 4, lakini ukienda kwa upande wa Madrid wamekuwa wanafanya vizuri sana. Kwanza wanaongoza ligi wakiwa na pointi 18. Wako nyuma dhidi ya pointi 2 na giant wao mwenzao kwa maana Barcelona akiwa na pointi 16. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Madrid kwa msimu huu chini ya kocha mpya Xavi Alonso kuna kitu ambacho wanakitafuta zaidi, lakini hii pia inachangiwa pia na urejeo pia wa mchezaji wao Jude Bellingham ambaye alirejea kwenye mechi ambayo ilikuwa imepita, lakini inachangiwa pia na performance bora ya Kylian Mbappe kwenye michezo 6 tayari ana magoli 7 mpaka sasa. Vinicius Junior kwenye michezo 6 amefunga magoli 4 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kama dabi ambayo inaenda kwenye mechi ya kesho tayari watu wakiwa na matokeo yao mfukoni kwamba mwenye possibility kubwa kushinda atakuwa ni Real Madrid. Labda litokee tu jambo jingine ambalo watu wasiolitarajia kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo kesho sisi ni Kylian Mbappe na Julian Alves. Sivyo? Sioni kama ni mechi ya wachezaji sana. Of course yes wana performance lakini naiona sana mechi ya makocha, na atakayeathirika zaidi kwa sasa anaenda kuwa Diego Simeone kwa sababu ni kocha ambaye ameanza kutoka kwenye ile miiko yake. Of course tunasema makocha wawe flexible, lakini mmoja kati ya makocha wanaoathirika kwa makocha kuwa flexible ni Diego Simeone. Anasifika sana au alisifika sana kwenye career yake ukocha kwa kutengeneza falsafa nzuri yenye clear identity ambayo ni kupaki basi tena na mfumo ambao umekaririka 5-4-1 5-3-2 whatever, lakini wenye back 5 wapaki basi vizuri, wamwachie mpira mpinzani, then wakipora mali wafanye counter attacks. Ameanza kutoka kwenye hiyo, anaanza kuwa flexible. Amebadili mfumo sasa hivi anatumia 4-4-2 ambao na Alvarez pamoja na yule Mfaransa pale mbele nani? Griezmann. Yes. Of course Alvarez na Griezmann ametoka huko sasa hivi na yeye anataka possess kidogo, dominate possession, na hata ukiangalia average possession ya timu yake siku hizi imekuwa kubwa. Acheze tena zile kupaki basi na counter attack sana. Kwa hiyo kuanzia hapo hata performance yake imeanza kushuka, lakini anaenda kukutana na kocha ambaye yupo flexible. Xabi Alonso ambaye ametoka Leverkusen na mfumo ambao uliukariri na dominate possession, ile 3 box 3, lakini amefika Madrid amekuta tabia za wachezaji zinamfanya abadilishe mfumo, amekuwa flexible na amedominate ligi. Kwa hiyo nafikiri itakuwa mechi zaidi ya kwao kuchagizwa na viwango vya wachezaji. Sasa timu ambao wachezaji watashindwa kuwasilisha vizuri ubora wao ndo atakayeathirika zaidi. Nafikiri itakuwa ni kwa upande wa Atletico zaidi. Saa 11:15 hiyo. Mambo inakuwa ya moto kabisa. Huku Young Africa ila weekend ya moto hii Kwa hiyo ina maana mtu akiga mkikake sasa hivi akijiandaa akishaanza utajiri wake mapema sasa hivi wa weekend. Kuna mkwanja fulani Jumatatu naamka nao inakuwa Blue Monday ambayo yenye mshiko mzito. Tena na hapo utakiwa kutengeneza mkeka wa wiki. Chukua mechi zako tu 2 kwa kila siku. Yes, kwa kila siku. Mchukue Madrid, mchukue Yanga, tia magoli mengi.
lakini pia tia hata Ona kama 200,000. anachania mkeka wewe. Kama unajua nini? Siku ambazo zina mechi kubwa huwa zinakuwa na mitego mingi sana. Na ndo siku ambazo mikeka huwa inachanika sana. Na hamtaamini atakayechana ni nani. Papi Yanga na Wiliete kashinda, mtaweka wapi soda zenu? Hivi Wiliete ili ashinde inabidi ashinde ngapi? Yaani uzione goli ngapi? Nani? Ili Wiliete tuseme ameshinda. Apite, ili apite anahitaji goli nyingi. Goli ngapi? Mkeka mkeka ni kushinda. 4-0. Yeah. Kazi anayo. Hiyo ni kupita. So haihusiani na mkeka wako. Wewe mkeka wako pale kwa mimi sasa hivi nikienda kubashiri pale naweka 4+ au naweka 3+. Yanga yupo nyumbani. Yeah. Na Roman Falls ametoka kupondwa. Yaani Yanga yupo nyumbani amecheza na timu waliotoka kuifunga 3+, afu kapondwa kwamba hana mfumo. Wewe unafikiri anakuja kufanya nini? Jana Mkenge kuna neno alilitumia, alisema ni kifo cha nini? Kifo cha mauaji nini? Sijui, mauaji ya shoro si ndani. Sasa sijui siku hiyo itakuwaje, lakini naamini kuna mauaji mengi. Alisema alitegemea kuona mauaji jana. Sasa sijui ndio yale yalotokea. Sasa mmemponda kocha wa watu. Sio atakuja kuwaua. Hivi ile kauli ya msemaji wa Pamba kusema kwamba wameshinda wana furaha. Yaani kwamba Yanga imeifunga Pamba goli ngapi? 3. Na bado hawana kocha. Ndio alivyosema Moses. Kwa hiyo Moses alifurahi zaidi Yanga wafunge 5. Mimi nimemaliza bwana.